ulalamike umekosa furaha. Simu unapokelea chooni, mke wako anashika simu yake, yeye akishika simu yako unampiga. Na ukiona mwanaume hataki ushike simu yake, narudia tena, ukiona mwanaume hataki ushike simu, ni malaya. Nisameni ndio hivyo. Kama shuka mnajifunika moja, si ndio? Na mkila maharagi mkishiba mizinga mnapigana, sijui mizinga gani ndani ya shuka moja. Kwani kwenye simu kuna nini ambacho hutaki mke wako wewe akione? Na kuagiza mwambie mume wako, Sheikh amesema nikague simu yako, ila ujiandae wakati unasema hivyo ukae pembeni. Anaweza kugeuka na kofi mikojo na haja kubwa yote itatoka kwa pamoja. Sasa haya ndio mawaidha yamekolea. Na waambieni haki. Wanaume tusilalamiki tu tunaonewa na wanawake. Mazingira ya kuonewa na wanawake sisi ndio tunayatengeneza. Kuna mwanaume wa kwanza katika wanaume, ni mwanaume anaitwa al-mukhtalia. Mwanaume mwenye kupenda kutoa talaka. Yaani yeye mwanamke akisema nitakupa talaka, kwanza kwenu maskini nyinyi. Au unasema wangu? Kwanza kwenu hapo kwangu umekuja mwembamba wewe au. Unanenepea hapa nitakupa talaka. Mwanaume huyu hafai. Na huyu hata siri za ndani anawaambia marafiki zake. Akikaa kijosa hapo wangu ni hatari, kianza kuruka hivi. Sasa wale anatoa siri, unakuta kesho yake rafiki yake huyo kokolo. Bwana nimesikia habari zako hatari sana bwana. Nitakupa talaka. Wewe mwanaume ndio umeanza. Ndugu zangu Waislamu, sikukusudia kuzungumza mada ya ndoa, lakini kwa namna mikono ilivyokomaa kwa sababu ya kazi. Ndio papasa mimi anapiga kelele mpaka nyumba ya stop. Utafikiri msasa. Mwanamke yeye mnasema hiyo sheria ni ya Waarabu. Hapana. Hii ni sheria ya Kiislamu. Sheria ya Kiislamu hata mwanaume anapomzalisha mke wake, si ndio? Ulishaona mtoto anaitwa Fatuma Zubeda? Ulishaona mtoto anaitwa Zuhura labda Asia? Ataitwa Zuhura Juma, Zuhura Abdalla, kwa sababu ndani ya ndoa mtoto hawi wa mama hata siku moja. Mtoto ni wa nani? Ndio maana ubini unakuwa wa nani? Sheria sasa kwa kulijua hilo, kwa sababu mtoto sio wa mama. Mama anafanya kazi ya mtu mwingine. Unapomaliza kunyonyesha, mume wako anatakiwa akulipe. Nani amelipa na mume wako? Lazimia hapo kinyosha kidogo. Akulipe ufaidike. Mume wangu wewe jaribu tu. Baba Juma, nimemaliza kunyonyesha, naomba nitakutia makofi wewe. Kama unadhani hela za mchezo nitakuua mimi. Lakini ndio sheria ya Uislamu. Tuseme la ilaha illallah. Rehma na amani ziende kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wanadhani mtume leo wake wengi. Unafikiri alikuwa hivi? Mtume kamwoa Bibi Khadija. Bibi Khadija amekaa na mtume miaka 25, mtume akaongeza kitu kingine. Kwani mwanamke, na nyinyi nawaambieni kwa sababu mna matatizo nyinyi. Wanawake wa leo mna matatizo. Na wallahi mtaachika mpaka siku ya kiyama na watu wengi. Ovyo. Leo tembea barabarani, mke wa mtu hajulikani na asiokuwa na mume hajulikani vile. Mwendo wao mmoja, kukohoa kwao kumoja, kucheka kwao kumoja. Mke wa mtu anaweza akacheka hapa nyumba ya sito na unasikia. Kunya wewe, mtazoa mke wa mtu. Kwanza angalia neno lilivyokaa. Ni neno ambalo linatakiwa lipate stara. Lakini mtu analifiatua kunya wewe. Mwingine au unasikia mwingine kantangaze. Mke wa mtu. Angalia mke wa mtu akitembea barabara siku hizi hapa Magomeni nimeona mtindo upo. Ili dile linachukua linachomekwa hapo. Alafu ikichomekwa mtu anajua kabisa ile dile imechomekwa kwenye nguo gani ndani. Au unasema wewe? Ndio unaona mwanamke anapotembea. Yaani namna vile dile limekaa. Na anaenda vile utafikiri bodaboda nitakuanguka mtaani. Anatembea hivyo. Sasa njiani kuna vijana wasiokuwa na adabu. Wenyewe hata watu wa mashehe wanawasimamisha vile na wanawapa mistari. Kuna vijana wanaitwa mahitibi, wanajiita mahitibi, mountain boy au vibenteni. Hawa ni hatari. Akikusimamishia mke wako jipigie takbira 4. Inna lillahi, amekwisha. Sheikh, hao watoto wanajua kutongoza, utafikiri wamesomea. Akimwona huyu mwanamke asiyejiheshimu, maana kuna wanawake wa aina mbili. Kuna mwanamke maharagi ya Mbeya, maji mara moja.
Yaani yake kwa mwanaume tafadhali. Sasa ndio akikutana na huyu wana maneno yao, anaanza anti mambo, unasikia poa. Umependeza kwa sababu kwanza kama mjui kumwambia mke wa mtu, kama ni mwanaume unamwambia mke wa mwenzio umependeza, maana yake unamtongoza. Ni haramu kumsifu mke wa mwenzio, ni haramu. Wewe msifu mke wako. Unaweza ukamkuta mwanaume kazi yake kusifu wake wa wenzie, nyumbani kwake hasifu. Kuna wanawake toka wameolewa, mume wake aje kumwambia mashallah mke wangu umependeza, hajawahi na siku ataambiwa atazimia. Lazima msifu mke wako ukateze. Maana kuna wanawake wengine lazima wapokee sifa za mtaani kwa sababu hawasifiwi na waume zao au na kuna wao. Hata vae namna gani mwanamke anaenda kwenye kioo anajipiga vitu, kioo kutani niambie kwa yakini nani mzuri hapa Magomeni kama mimi. Ameweka suruali ya fesi sijui nini, basi anatoka mbele ya wake anakaa ule mwendo wa makozi. Mmetoa na kodoa macho utafikiri kabalo na mlango. Mwambie wallahi mashallah mke wangu una macho ya vikombe, una nyusi za faridi, una kitofu cha nini, una tumbo la laptop, unaenda sifa zote zake hizo. Yote haya tumeyasahau, semeni la ilaha illallah. Lakini waangalie Bibi Khadija aliokaa na Mtume Muhammad. Anaulizwa na Mtume, kwa nini kuongeza? Mtume anaulizwa na Abu Dharr al-Ghifari, kwa nini tuambie umeongeza mke wake wanawake baada ya mkeo wa kwanza kufa? Akasema Khadija, kisha akasema wama adraka na Khadija. Akasema Khadija alienea kila idara, kila unamkuta kutenga chakula mezani, utakuta amekamilika. Kuna mwanamke chakula anatenga mezani, hao wanawake wetu wa siku hizi, mguu mmoja uko nje ya mlango, mwingine uko ndani. Na maji watakuletea pale, utakula. Khadija alikuwa anasogea kwenye meza kwa sauti ya upole na masemi ya mapenzi. Alafu ni sauti wa Arabu unasema sauti alladhi takhruju bil udhni wa thara sami. Khadija sauti anayotumia kumkaribisha Mtume, huwezi kuleta chakula kama ni mwanaume wa leo. Lazima pressure ipande. Kama muhogo utasema muhogo. Pressure inapanda kwa sauti yenyewe ile yenye kumtoa leo kapangoni. Sio wewe unamkaribisha mume wako chakula, mguu mmoja uko nje, mwingine uko sebuleni. Na mwai mtoto mambo gani hayo? Khadija akaulizwa vipi kwenye suala la ndani mkiwa mmelala? Anajibu Mtume anasema Khadija alikamilika. Alikuwa ananiomba ruksa hata akitaka kugeuka kutoka ubavu kwenda ubavu. Yaani umelala hivi. Sasa ubavu umechoka unataka ugeuke. Huko na mume wako kitandani. Khadija alikuwa anaogopa kukurupuka. Alikuwa anamka kwanza taratibu alafu ananyemsha taratibu. Ya Rasulullah. Mtume wa Mungu. Nimechoka. Kama nigeuke. Hawa wanawake wetu ngoja ageuke. Hawa wanawake wetu sisi. Utafikiri pipa la petroli. Kuna nini? Hapa ni tena geuka ndio wao. Na sio Mtume tu, maswahaba wameoa mke wake wengi. Mwangalia Abu Bakar as-Siddiq. Kama ulikuwa hujui, Sayyidina Abu Bakar alikuwa na wake wangapi? 4, na wote walikamilika katika akhlaq, kwa sababu Mtume ndiye amekuja kufundisha umma tabia. Anasema Mtume Muhammad, innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Mimi Muhammad nimekuja kuwafundisha watu tabia nzuri. Abu Bakar alikuwa na wake 4. Mke wake wa kwanza alikuwa anaitwa Qutayla binti Abdul Uzza. Huyo alikuwa amemuoa kabla Abu Bakari yani Mtume hajaanza kutangaza dini, kwa sababu kiumri Mtume na Abu Bakari wameshindana miaka miwili. Mtume amezaliwa mwaka wa 570, Abu Bakari alizaliwa mwaka wa 573. Kwa hiyo Mtume kwa Abu Bakari ni mkubwa kwa miaka mingapi? Miwili. Kwa hiyo Abu Bakari alioa kabla Mtume hajatangazwa kuwa Mtume. Maana Mtume ameoa amezaliwa mwaka wa 570, ameoa mwaka wa 595. Maisha ya Qutayla alikuwa akimlisha Abu Bakari. Mara mwisho kumlisha mume wako lini? Kama mambo ya kulishana wapi? Utajilisha mwenyewe kwa nini mikono yako niache bwana? Mimi nimechoka. Kulishana ni mapenzi, yanaongeza kitu. Kwa kinapita tu. Kinapita tu. Wewe kumlisha unaona aibu, lakini ukiwa na yule
wa nje, maana tusidanganyane hapa, tusidanganyane kwamba wanawake hamna michepuko. Siku hizi michepuko kote kote, wanaume wana michepuko na wanawake wana michepuko. Angalia simu za wanawake siku hizi, unakuta mwanamke amesevu kaka wa jeneza Manzese, kaka wa jeneza Manzese. Inna lillahi. Nilikuwa ni katika salamu, naomba nizungumze dakika 10. Wanakwenda wanawake wa Kiislamu kwa sababu hawana hofu, kwa sababu kwenye Uislamu tumeziwia, si ndivyo jamani? Kwa sababu Uislamu mwanamke hatakiwi kwenda makaburini. Wanawake wa Kiislamu wanakuwa wakienda kwenye misiba ya wasiokuwa Waislamu, na wao wanakwenda mpaka makaburini. Wanatake advantage kwa sababu sio dini yao, ni haramu. Hii ni kwa sababu hawana hofu. Wanawake wengi hapa kwa sababu hofu imeondoka, shungi wanavaa kwa sababu wao huko ndani. Dua ikiisha wakiwa wanaenda nyumbani, nimegundua kwenye mikoba yao kuna nguo mbili. Kuna wanawake kwenye mikoba yao wana nguo za kwenye dua, na wakishafika kule barabarani Kinondoni anatoa Baibuli, unajiuliza huyu ndio alikuwa kwenye dua au amegeuka amekuwa ibilisi mdogo? Kwa sababu hakuna hofu. Sasa nataka tukumbushane, poteza dada yetu mashuhuri ambaye ndio kwanza alikuwa amefaulu university, mwaka wake wa kwanza akiwa university akawa amepata kazi Airtel kama meneja mkurugenzi mkuu wa mkoa wa Kigoma Airtel. Alikuwa anaitwa Husna Rajabu. Jana amefariki akiwa amelala, na jana hiyo amepelekwa kaburini. Leo ni siku yake ya pili yuko katika kaburi. Amekufa akiwa na umri wa miaka 28. Naomba nikusafirishe uone wewe huna thamani. Hapo ulipo wewe ni mzoga, kwa sababu hata tumboni kwako na mimi tunatembea na mbolea. Mbolea ambayo ukienda kumpa mwenzio atakulani kwamba unamroga. Leo Waislamu au wasiokuwa Waislamu wakienda misibani na nywele zao za kuunga shungi wanavaa nusu, yuko yani haogopi kwamba niko msibani, wana nywele hizi za kubanika alafu ile shungi inaishia hapa. Wako msibani wanawake wa Kiislamu hawaogopi. Hivi wewe kama huogopi unaona jeneza, utaogopa wapi? Wapi utapata hofu ikiwa jeneza unaliona? Aliyokufa sio kwamba wewe ni mzuri kumshinda, aliyokufa sio kwamba wewe unajua kuliko, au yeye kuna kosa kamkosea Allah ndio maana amekufa. Aliyokufa na akili timamu kama wewe. Muangalie huyu kijana aliyekufa wa Azam TV jana. Muangalie huyu kijana alikuwa anatoka kwake, hajui kama anakwenda kufa, anakwenda na gari kapata ajali on the spot pale pale. Inna lillahi. Ili ni darasa la kupa kwamba wewe ni mpita njia, wakati wowote na saa yoyote, bila hata watu kutegemea, utaondoka Dar es Salaam na utakwenda kukaa kaburini. Mtoto wa Mtume machozi anamtoka, anauliza Bilali analia, Fatuma analia. Anamwambia Fatuma, si tungekuwa na uwezo kwa mapenzi, si tunampenda baba yako, tungeuchukua mwili wa baba yako tukaenda kukaa nao juu ya mbingu, tukawa tunapeana shifti kumwangalia, lakini tutafanyaje? Na baba yako ndiye amekuja na dalili kutoka kwa Allah akitueleza mini khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minna nukhrijukum taratan ukhra, kwamba binadamu mmetokana na udongo na katika udongo mtarejeshwa na katika udongo mtatolewa kwa mara ya mwisho. Huyo ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akiwa amezidiwa, amekufa kichwa chake kikiwa katika mapaji ya Bibi Aisha, akiwa amezidiwa siku ambayo Mtume anatakiwa kufa. Alikuja Abdullah ibn Mas'ud wakati maswahaba wote wamekwisha ondoka eneo la tukio. Mtume anaumwa, Waislamu, Mtume anaumwa mpaka anawaambia maswahaba. Bibi Aisha anachukua chombo chenye kilichojaa maji na nguo inarowekwa kwenye maji, alafu nguo ikiwa na maji nawekwa kwenye kichwa cha Mtume, namna Mtume mwili umechemka mpaka Aisha akimweka hivi anaogopa. Bilali anakuja Abdullah ibn Mas'ud, anaingia ndani, anakuta Mtume yuko katika dakika za mwisho. Bilali anamuuliza, man yusalli alayka ya Rasulullah? Mtume, bila shaka unatuacha unakufa, Mtume wa Mungu, ni nani atasalia jeneza lako ewe Mtume? Nani atasimama kukusalia Muhammad? Mtume anasema, ya Ibn Mas'ud, idha khasantumuni wa katantumuni fad'auni fi shafil kabri fa inna awwal man yusallu alayya huwa khalili, thumma yusallu alayhi Jibril wa Mikail wa Israfil wa malakul maut, thumma yadkhulu alayhi jama'atun wa furada
وصلوا علي وابلغوا من حب صحبة مني سلاما فإني أشهدكم عني أسالم على كل من قال لا إله إلا الله. Anamwambia Ibn Mas'ud, mimi nakufa na umeniuliza nani ataniswalia mimi nikifa. Baada ya nyinyi kuniosha, msifanye haraka ya kwenda kunizika. Mkishaniosha kwanza niacheni kiasi cha masaa moja masaa mawili, kwa sababu wa kwanza kuniswalia atakuwa ni Allah. Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikati liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. Dalili ya Qur'ani kituambia msio mtume tu, Mungu anawaswalia na viumbe wengine. Baada ya mtume kunisalia atakuja Jibrili ataniswalia, atakuja Mikaili ataniswalia, atakuja Malakul Maut ataniswalia. Baada ya hao waambie wanawake watakaokuwa wanalia waingie wanisalie mimi mtume. Baada ya hapo waambie wanaume waingie, na baada ya hapo muingie nyinyi maswahaba, mniache mimi mtume. Leo naondoka duniani, dunia ambayo nimeishi kwa miaka 63, leo mimi naiacha, narudi kwa Mwenyezi Mungu. Aishi ma shita fa innaka mayit wa amal ma shita fa innaka majziyun bi wa abil ma shita fa innaka mufariqa wa alam anna dunya darul man la dara la. Jua wewe kama ni mke wako, kama ni mume wako, mpenda unavyompenda, kama ni mali zako zipenda unavyozipenda, kama ni watoto wako wapenda unavyowapenda, lakini jiwekea kwamba kuna siku utabebwa hali ya kule kwa unaweza kutembea. Jua kuna siku utakoshwa hali ya kule kwa unaweza kuoga. Kuna siku utavishwa nguo hali ya kule kwa unaweza kuvaa, kwa sababu hukuumbwa kwa ajili ya kuishi milele hapa duniani. Mtume Muhammad akafa Waislamu. Hali ya mtume ilipotokea akiwa katika mapaja ya bibi Aisha, analia Aisha, lakini mtume hawezi kurudi. Omar anakuja baada ya kusikia mtume amekufa. Wa kwanza kuingia na kugundua mtume amekufa ni baba yake mdogo na mtume. Baadaye akaja Omar akiwa amepaniki, jasho inamfunga. Alikuwa haamini kwamba kuna siku ataambiwa mtume yuko duniani. Omar anaingia ndani, anawaambia watu nipisheni katika chumba cha maiti ya mtume. Anafika anachukua kichwa cha mtume na kibusu, alafu anasangalia katika kichwa cha mtume, anasema aliwajihi rasul kaana al-hilalu nunni lajin gharikatu fi sahifati zarqa. Uso wa mtume unatoa nuru, utafikiri ni mwezi, alafu leo mnasema amekufa. Wallahi mtume hajafa, yuko hai. Haiwezekani mtu aliyekufa akawa anatoa nuru. Nuru imeenea kwenye chumba cha maiti. Omar anatoka ameshika upanga nje, watu wanalia. Anasema yeyote atakayesema mtume amekufa, wallahi anaanza kufa yeye. Mtume ni mzima yule. Kama amefikia hivi, wewe ni nani ambaye utaishi duniani? Wa binafsik wastakmal fadailuha tajinu fi mali al-munna. Yadabisha nafsi yako, iambie sasa yale niliyofanya sasa basi. Zipo dhambi hazina umuhimu. Iambie nafsi yako uache. Sasa hivi mnasikitika, lakini mkitoka nje hapo hii dunia ukisha hiyo, lakini jua unapotembea, jua dakika moja kwako ni nyingi, utarudi kwa Allah nyingi sana. Angalia maisha ya kabrini. Unapozikwa tu, baada ya kuwekwa kabrini, wakati watu wanaondoka, kwanza watu wanajidanganya, wewe maiti asikii. Nani anakudanganya? Maiti anasikia. Tena maiti anasikia kuliko watu wazima. Baada ya kumaliza kila kitu, sasa wanarejea nyumbani. Maiti anasikia mshindi wa vikanyago, na anajua sasa nimebaki peke yangu. Vile vikanyago vikipotea, ule mshindi wa vikanyago ukipotea katika masikio ya maiti aliyomo kabrini, wakati huo kuna viumbe wawili wanamjia kabla ya Munkar na Nakir. Kabla wale malaika wakuja kukuuliza maswali, kuna kiumbe anakuja. Kama wewe duniani ulikuwa mtu mbaya, muovu, mkorofi, huambiliki, kuna kiumbe atakujia na anakuuliza hal taarifu, unanijua? Unaanza kutetemeka. Wallahi sikujui. Duniani nimekaa miaka 40, lakini sijapata kuona kiumbe mwenye sura mbaya mfano wako wewe. Kwani wewe ni nani? Yule jamaa anamwambia, mimi nimeumbwa nusu saa iliyopita na Allah, na nimeumbwa kupitia matendo yako mabaya uliokuwa ukiyafanya duniani. Allah kupitia matendo yako ameniumba mimi kwa kazi moja, kukuadhibu nyakati hii mpaka kusimama kwa Kiyama.